Promova TV, a home of testimonies. Karibu sana kwenye mwendelezo wa ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 18. Ninayekualika, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini kumbuka, ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu sana, tuendelee. Katika mwendelezo huu pamoja na mambo mengine mengi, tutaangazia kuhusu mikakati ya shetani dhidi ya watu na kanisa la utakatifu. Mpendwa, nilitumia muda wa miezi 4 kuhudhuria kikao cha Lucifer katika anga na kuona na kusikia mikakati aliyoifunua dhidi ya binadamu. Niliona katika mkusanyiko huu mapepo yalikuwa na kitu sawa na antena kwenye vichwa vyao. Ibilisi alipokuwa akizungumza, maneno yake yalikuwa yakichapishwa moja kwa moja kwenye kitabu, na maneno yake yalikuwa kama barua zilizoandikwa kwa kila kitu, sawa na daftari lililokuwa likitoka katika vichwa vya mashetani hawa. Nilimsikia shetani akisema, hakuna mwanadamu isipokuwa yeye ni wa ulimwengu wetu atajua mambo ambayo tunazungumza juu ya mahali hapa. Lakini shetani alishindwa kutambua kwamba nilikuwa pale pamoja na malaika mkuu Mikaeli. Kisha nikamsikia shetani akifunua mkakati kuhusu kugeuza utaratibu wa asili na kufafanua upya maadili na viwango vya maadili. Ibilisi, ambaye ni chombo kiovu kinachompinga Mungu, aliwaambia wasaidizi katika ukumbi wa mkutano katika mbingu ya pili kwamba lazima tubadili kanuni na viwango vilivyowekwa na Mungu. Tutafanya mambo kwa njia tofauti kwa sababu sisi ni wapinzani wa Mungu. Tutageuza njia, kanuni na taratibu za asili za Mungu. Kwa hiyo ni lazima tufanye kazi kuleta upotovu katika sekta na nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Kwanza kabisa, tutapotosha kiini cha mahusiano ya ngono. Wacha tufanye kazi kusababisha upotovu wa kijinsia katika ubinadamu ili mwanadamu alale na mwanadamu. Tukataze maadili ili mwanadamu alale na wanyama. Tuwafanye wanawake wawapende wanawake badala ya wanaume. Waache watoto wawe na uhusiano wa kimapenzi na wazazi wao. Upotovu wote unahusiana na pepo maalum. Ndio maana tunawataka wale wanaotujia kwa ajili ya kupata mali na ustawi walale na maiti pamoja na mama zao pamoja na wanyama. Nataka kuanzisha utaratibu mpya wa mambo miongoni mwa watoto wa watu. Nataka wanaume wafanye mambo ambayo hayako katika mpangilio wa asili. Utaratibu mpya lazima uchukue nafasi ya utaratibu wa asili ya Mungu.
Tutawafanya wanaume watengeneze nywele zao kama wanawake. Tutawafanya wanaume wajipodoe, wavae hereni. Matokeo yake, tutaingiza roho ya wanamke ndani yao. Nataka wanawake wakate nywele zao kama wanaume. Nataka wanawake wavae kama wanaume. Wanaume watakapowatazama, watawaona kama aina yao kwa sababu ya pepo wa kiume ndani yao. Ibilisi alisema, nataka ubinadamu uache utaratibu wa asili uliopo na njia za kufanya mambo ambazo zimeanzishwa na Mungu. Ni lazima waje na njia zao wenyewe kwa kufafanua upya sheria na utaratibu wa asili wa mambo. Wanadamu lazima waachane na utawala na miiko ya Mungu. Nataka watu wapende kile ambacho hakipo na kile ambacho kimekatazwa na utaratibu wa asili wa Mungu. Ubinadamu lazima uachane na maadili ya jadi ya familia na viwango vya maadili. Biblia inasema katika Warumi sura ya 1 mstari wa 26 hadi 28, kwa ajili hiyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, maana hata wanawake walibadili matumizi ya asili kuwa yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo wakayaacha matumizi ya asili ya mwanamke. Walichomeka katika tamaa zao wenyewe kwa wenyewe. Wanaume wakiwa na wanaume wanafanya kazi ya aibu na kujipatia nafsini mwao malipo ya upotovu wao yaliyo haki. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyofaa. Na katika Yuda sura ya 1 mstari wa 7, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, vivyo hivyo na hao walifanya uzinzi na kufuata mambo ya mwili mwingine. Kisha shetani akafichua mbinu dhidi ya waumini inayoitwa uchokozi. Katika mkakati huu, shetani anataka kuwashambulia watoto wa Mungu katika jamii, iwe ni makanisani, mahali pa kazi, hata shuleni. Ibilisi aliwaambia wasaidizi hao, tutawatumia wazazi shuleni, katika jamii au sehemu zao za kazi kama chombo cha uchokozi. Tutawatumia wake zao dhidi yao. Tutawatumia waume zao dhidi yao. Tutawanyanyasa na kuwaweka wakubwa wao katika maeneo ya kazi dhidi yao. Waajili wao watachochewa dhidi yao. Tutawaweka wenzao na marafiki katika jamii dhidi yao. Ibilisi alisema, tutawafanya waamini wateswe kazini, shuleni, kwenye ndoa na wenza wao na katika mizunguko yao katika jamii. Watapata dhuluma, ukosefu wa haki, kashfa na uovu kutoka kwa wale walio karibu nao. Tutatumia ukosoaji, kashfa na kurushiana maneno kama nyenzo ya uchokozi dhidi yao popote walipo. Tutawafanya watu katika mazingira yao na ukaribu wao kuwakashifu na kuwaonea ili wawe peke yao na kutengwa. Wataona kwamba wanatendewa isivyo haki na isivyofaa na watu wengi walio karibu nao, iwe ni mahali pa kazi au shuleni. Watu watasema vibaya kuwahusu. Ukweli ni kwamba hawana hatia ya mashtaka ya uongo na kashifa. Wataumizwa na kufadhaika kwa sababu wanajua kwamba hawana hatia ya mashtaka haya yote. Ibilisi alisema, nitahakikisha kwamba jamii inapuuza maoni yao na mitazamo yao katikati ya kashifa hizi na kurudishana nyuma. Hakuna mtu atakayejali kuhusu wanachofikiri na upande wao wa hadithi
leo. Ibilisi alizungumza na pepo na wasaidizi wake. Akawaambia tena, nawaagiza ninyi watumishi wangu kuwashawishi wale walio karibu na Wakristo hawa, kuwasingizia, kuwatusi, kutowajali na kuwahukumu, na kutuma uende kazini kwao, na kutuma watembelee marafiki zao shuleni kwao wanakosoma, hata familia zao. Ni lazima muwasumbue wafanyakazi wenzao mahali pa kazi, kuwasingizia, kuwasumbua wenzao shuleni, kuwaonea na kuwasema vibaya, kuwatembelea waume na wake zao na kuwasumbua ili kuwakosesha raha. Kisha Ibilisi akawaambia wajumbe wake wa kibinadamu na wasaidizi wake, wafuasi wa yule mwingine, akimaanisha Yesu Kristo, wanaweza kukufungia mlango kwa njia nyingi, lakini hawatakuzuia kuwa miongoni mwa marafiki na jamaa zao katika ukaribu wao. Kisha Shetani akawaambia wale wasaidizi, hawa waumini wana marafiki wa karibu ambao wanawategemea na kuwaamini, lakini wale walio karibu nao, watu wanaowaamini, wawasaliti kwa kuungana na wapinzani wao ili wajisikie kuwa peke yao, wameachwa na kukataliwa. Mpendwa, Shetani amewashtaki mapepo ili kuanzisha kampeni ya kuwachafua wafuasi wa Yesu Kristo. Biblia inasema kila mtu anayetaka kuishi maisha ya utumwa katika Kristo Yesu atateswa. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Nilikuwa pamoja na malaika mkuu Mikaeli tukipepea kwenye ukumbi wa mviringo wakati Shetani alipofichua mkakati unaoitwa ukosefu wa usafi. Niliona kwamba Shetani alikuwa akihutubia hasa pepo na wasaidizi wake. Aliwaambia mashetani, mtawashawishi wafuasi wa yule mwingine, akimaanisha Yesu Kristo, kuwa na matatizo ya usafi. Lengo letu ni nini tunataka kufikia katika mkakati huu? Ukosefu wa usafi utasababisha waumini kupoteza maana katika jamii. Watapoteza utu wao na watapoteza heshima zao. Mpendwa, Shetani hataki wanadamu wawe waangavu. Katika kusanyiko hili la miezi 4 katika mbingu ya pili, niliona kwamba Shetani alikuwa akizungumza kuhusu mambo madogo ya maisha ya kila siku ya waumini. Ibilisi alisema, nataka wanawake walioolewa wapuuze wenyewe, kupuuzia usafi wao na kuoga jioni tu. Ni lazima watumie siku wakiwa wamevalia pajama zao. Waache wawe na uso wenye kichefuchefu siku nzima kama mtu ambaye ameamka. Kwa njia hiyo, wangeonekana kutokuwa na mvuto kwa ume wao, ili mume ageukie wasichana wa nje. Nataka usababishe wanawake walioolewa washindwe kujiweka safi nyumbani. Kwa hiyo, wangeonekana kuwa wazee kwa waume zao, hawataonekana wapya. Mpendwa, Shetani anawataka wanawake walioolewa wapuuzie usafi na sura zao ili wapoteze haiba yao kwa waume zao. Wangeacha kuvutia waume zao ambao nao watawaona kuwa wazee kwa sababu ya kukosa mvuto. Katika mkakati huu nilimsikia Shetani akiwaambia wasaidizi, hasa mapepo, nataka wanaume wasipate masilahi kwa wake zao. Nataka wanaume waache kuvutiwa na wake zao nyumbani. Wanaume waone wake zao kama wazee. Wacha wavutwe na wasichana ili watoke nje ya nyumba zao kuwatafuta. Kisha Shetani akasema, nataka wanaume walio kwenye ndoa waoge kwa shida, na
ninataka wapoteze umaridadi na haiba yao. Nataka wanaume wawe wamevaa kaptula siku zote ili wasiwe na mvuto na watanashati kwa wachumba wao na wake zao. Watu wengi wapuuzie usafi wao na sura zao ili wakubwa wao katika jamii wasipate maslahi kwao. Kwa sababu hiyo hawatawapa jukumu lolote zito. Mpendwa, unapoweza kujijali mwenyewe na muonekano wako, unatoa taswira ya uwajibikaji. Baadaye Shetani alifunua mkakati unaoitwa giza. Alisema kwa washiriki, kuna nguvu gizani, na kunapokuwa na giza, nguvu zetu huwa bora na zinakuwa zaidi. Kwa hiyo lazima utengeneze giza, kwa sababu hayo ndiyo mazingira ambayo nguvu zetu zinatukuzwa. Kwa hivyo unapofanya kazi katika vilabu vya usiku, usiwe na mwanga katika vilabu vya usiku, ila rangi nyeusi na nyekundu ya damu, ambayo inamaanisha vurugu na uchokozi. Kisha Shetani akamwashiria pepo maalumu mbele ya wasaidizi. Pepo huyo alikuwa amevaa nguo nyekundu na nyeusi, na mkono wake ulikuwa ukifika magotini kama sokwe. Kwa kweli katika mkutano huu wa kilele kulikuwa na mapepo ya aina zote, ya sura zote. Ibilisi akamwambia, nakuamuru mtumishi wangu Harman, kila mahali penye giza utajitokeza na kuingia katika kila nyumba ambako ni giza la kimwili. Kila mahali penye giza utakuwepo, na utawapulizia wakaaji moshi wa rangi ya samawati ili kuwasababishia hisia za ngono. Vutiwa na giza. Pepo huyu aliyekuwa amevaa nguo nyekundu na nyeusi amezaliwa na giza la kimwili. Popote palipo na giza atazaliwa, kwa sababu giza ni baba yake na anafanya kazi katika mazingira ya giza na mekundu. Nilishangazwa sana na mkakati huu hata mkutano ulipoisha katika mbingu ya pili, na niliporudi duniani nilifadhaika. Lakini Bwana Yesu Kristo alinitokea. Naye Bwana Yesu akasema, ni kweli kwamba pepo huyu anavutiwa na giza, lakini ikiwa huna mwanga chumbani kwako, unaweza kujitangaza kuwa wewe ni nuru. Matokeo yake, atakapokuja ataona mwanga, licha ya kwamba hakuna mwanga wa kimwili ndani ya nyumba yako. Na sali kabla ya kulala itatosha kumzuia. Mpendwa, kuna siku Shetani huwajia waumini ili kuwaangusha. Anatumia mkakati mmoja baada ya mwingine. Ataamsha mkakati mmoja baada ya mwingine hadi waumini waanguke. Ibilisi anaweza kupeleka silaha zake zote kwa siku moja dhidi ya muumini ili kumfanya aanguke, kwa sababu siku katika maisha ya muumini inaweza kuwa mfululizo wa vita moja na giriba baada ya nyingine. Kuomba kunaweza kuwa vita. Kuja kanisani kunaweza kuwa vita. Hata anga hewa nyumbani inaweza kufichua ujanja unaofanyika katika ulimwengu wa ghaibu. Yesu alisema, kesheni na kusali ili msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Imeandikwa kwenye Mathayo 26:41. Mtume Paulo anasema, ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Kila mahali penye giza pepo Harman atazaliwa. Kila mahali penye giza pepo huyu atajifungua mwenyewe, maana giza ni baba yake. Anafanya kazi tu katika giza na katika mazingira mekundu. Chombo hiki cha pepo ni giza kabisa, na ana mikono mirefu inayofika magotini.
Yeye ni bwana wa uchawi. Yeye ndiye mlinzi wa magereza ya kishetani katika ulimwengu wa nyota na uchawi. Bwana huyu wa uchawi anaungwa mkono katika utawala wake wa ulimwengu wa Astra wa wachawi na pepo Lilith, ambaye anahusika na nguvu ya utendaji ya ulimwengu wa Astra. Kisha shetani akaamuru bwana huyu wa uchawi Harman awepo kwenye vilabu vya usiku ambavyo vinadaiwa kuwa na rangi nyekundu. Tunapaswa kutambua kwamba shughuli kuu ya wachawi katika ulimwengu wa Astra ni uasherati. Bwana wa uchawi anakaa na yupo katika kila klabu ya usiku ili kusababisha wanaume na wanawake kuanguka katika uasherati, na klabu ya usiku ni mahali pa kudanganywa na pepo. Watu wanaohudhuria vilabu vya usiku huenda wakawa katika maisha ya uasherati. Kuna giliba za ngono zinazoendelea kwenye vilabu vya usiku zinazofanywa na huyu pepo. Klabu ya usiku ni mazingira ya kipepo yanayokaliwa na pepo wa uchawi. Pia aliamriwa kusababisha vurugu katika vilabu vya usiku. Ndiyo maana baada ya kunywa katika klabu ya usiku, lazima mara nyingi watu hupigana. Kwa njia hii, siku moja nilikuwa nikitembea barabarani karibu na baa. Niliona watu wawili wakinywa pombe. Nilipotazama glasi ya bia, niliona jini la ulevi lililokuwa limejikunyata ndani ya glasi ya bia. Alikuwa katika umbo la chura. Alinitazama na mimi nikamwangalia. Macho yetu yalipokutana, nilijisikia vibaya na kufadhaika sana hivi kwamba nilikosa raha kwa siku nyingi. Bwana pia alinionyesha pepo wa ulevi kwa jina Dionisio, ambaye ameingia kanisani na anasababisha uasherati kati ya wachungaji kwa unywaji wa divai. Nilikutana na pepo huyo Dionysius. Shukrani kwa kutembea na Bwana. Mkutano katika mbingu ya pili ulipoendelea, Ibilisi alisema, tunahitaji makala ambayo yatafanya kazi, ambayo kwayo tutaendelea kudanganya dunia. Kisha shetani akachagua pepo 30 na kuambia, mnasafiri chini ya bahari kukutana na mwakilishi wangu wa majini. Atakupeni makala na nyenzo ambazo tutatumia kama njia ya uharibifu wa ubinadamu. Wakati wale pepo 30 walitoka kwenye jumba la mviringo ili kusafiri chini ya maji, malaika mkuu Mikaeli alisema, na tuwafuate. Tuliondoka kwenye ukumbi wa mviringo katika mbingu ya pili na tukaanza kusafiri kwa ufalme wa baharini. Kisha tukaingia kwenye kina cha bahari chini ya maji. Tuliingia chini ya maji na tukatua chini. Mashetani hawa 30 walipotua chini ya bahari, walitengeneza duara, wakashikana mikono na kuanza kufanya porojo. Kwa hakika walikuwa wakimwita mwakilishi wa baharini wa Lucifer. Matokeo ya maombi yao, mnyama mkubwa alitokea. Mnyama huyo alikuwa na urefu wa mita 6. Alikuwa na sifa za nyoka na mamba. Kichwa chake kilikuwa cha mamba, mwili wake ulikuwa wa nyoka na miguu yake ilikuwa ya mamba. Nilisikia mapepo yakimsalimia. Wakasema, "Salam bwana mkubwa Leviathan." Nilikuja kuelewa kwamba mnyama huyu wa baharini wa mita 6 alikuwa Leviathan. Yule jini Leviathan hakusema lolote kwa mapepo haya. Alijua kwa nini walitumwa na Lucifer, na alijua shetani anataka nini, na aliweza kusoma mawazo ya mapepo hawa. Kisha nikamwona yule mnyama mkubwa wa baharini Leviathan akikusanya mchanga chini ya bahari kwa kutumia mkia wake. Kisha akazungumza lugha isiyojulikana. Matokeo yake, mchanga wa bahari uligeuka kuwa bidhaa za vipodozi. Niliona kila aina ya bidhaa za mapambo na urembo.
Kisha nikamwona mnyama mkubwa wa baharini Leviathan akimwita Mungu wa baharini kwa jina la Masu ili kuzalisha urembo na bidhaa za mapambo pia. Kisha nikaona malkia wa baharini akitengeneza mchanga chini ya bahari. Matokeo yake viligeuka kuwa vipodozi. Alirudia utaratibu na kukusanya mchanga, kisha akazungumza lugha isiyojulikana na akageuza mchanga huo wa baharini kuwa kaurin, yani ni udongo fulani mweupe ambao wanawake wajawazito wengi wa Afrika huwa wanakula wakati wa ujauzito. Kwa jina lingine pia wanaita pemba. Baadaye Mungu wa kike wa bahari aliita wasaidizi wake wengi wanawake wakubwa wa baharini. Malkia hawa wa baharini walipotokea, kila mmoja alipewa leseni ya bidhaa hizo za urembo na vipodozi. Baadaye walianza kukusanya vipodozi na bidhaa za urembo. Kisha nikawaona wakichapisha sura zao na majina yao kwenye bidhaa hizi za urembo na vipodozi. Kila malkia wa baharini alikabidhiwa chapa maalum ya losheni, sabuni pamoja na manukato, na walikuwa wakichapisha majina na nyuso zao kwenye bidhaa hizi kwa kutumia mikono yao. Ndugu yangu mpendwa, bidhaa nyingi za urembo na vipodozi zimepewa majina na hawa malkia wa baharini, na nyuso nyingi tunazoziona kwenye bidhaa hizi ni nyuso za malkia wa baharini. Niligundua kuwa kila malkia wa baharini alikuwa na leseni ya bidhaa fulani. Kisha nikamwona mnyama wa baharini Leviathan akiambia wale mapepo 30, safirisheni bidhaa hizi kwa bwana mkubwa Lucifer huko angani. Mashetani hawa walirudi na tani za bidhaa za mapambo na urembo zilizoundwa na Mungu huyu wa baharini. Wakati pepo hawa 30 walipokuwa wakisafirisha vitu hivi kutoka kwa ulimwengu wa baharini hadi mbingu ya pili, malaika mkuu Mikaeli alinishika mkono na tukaruka kurudi kwenye ukumbi wa mviringo katika mbingu ya pili. Tulipofika, niliona mapepo yakiondoa tani hizi za bidhaa na vipodozi katikati ya ukumbi wa mviringo ambao ulikuwa duara. Ibilisi alipoona bidhaa hizi alifurahi. Kwa kweli ilikuwa ni mara ya kwanza kwangu kumwona shetani akitabasamu. Kisha akasema, wakati umefika, tutadhalilisha ubinadamu. Awali ya yote, Ibilisi akawaambia wasaidizi wake, watumishi wangu wanaofanya biashara, wanaume na wanawake, wasimame. Kwa sababu hiyo niliona katika ukumbi wa mikutano wafanyabiashara wanawake wakisimama. Niliona viongozi wa biashara na watu wa viwanda wakisimama. Lucifer akawaambia, mtauza bidhaa hizi katika pembe 4 za dunia. Wanadamu wanaozitumia watapata madhara. Kisha Lucifer akasimama na kuanza kulaani bidhaa hizi za vipodozi pamoja na kaurin, yani pemba. Kisha akawaambia wafanyabiashara na viongozi wa biashara, mnapouza bidhaa hizi zilizotengenezwa na mwakilishi wangu wa baharini, hili ndilo litakalotokea kwa watumiaji. Wakati watu wanatumia bidhaa hizi za vipodozi duniani, uzuri wa watumishi wangu wa chini ya maji, malkia wa baharini, utachapishwa kwenye sura zao. Matokeo yake kutakuwa na kukithiri kwa uasherati duniani, hasa waasi hawa wanaojiita wa Kristo. Wanaendelea kutuzuia duniani kwa maombi yao. Wanapotumia bidhaa zetu, watakuwa binadamu wa kawaida sana. Na kupitia bidhaa hizi za mapambo na urembo,
wataanguka katika uasherati na uzinzi. Kadri uzuri wa wanawake duniani unavyoongezeka, tutaufanya uasherati kuwa dhambi ya kwanza na kubwa zaidi duniani. Tutainua uzuri wa wanawake kwa kiwango ambacho hawataweza kuzuilika, lakini wanawake ambao watatumia bidhaa hizi watakuwa wamefunikwa kiroho na uso mbaya. Matokeo yake, watapoteza uzuri wao wa asili na mvuto, hasa katika ndoa. Pia watakuwa na matatizo ya ngozi. Ndipo shetani akaanza kuzungumzia chai, ambayo ilitakiwa kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume na wanawake na kusababisha ukuaji mpya. Alizungumza kuhusu kaolin, ambayo ilipaswa kusababisha matatizo kwa wajawazito. Ibilisi alisema, wanawake wakitoa mimba au kuharibika kwa mimba, mahali popote ilipozikwa damu au mwili wa mtoto aliyetolewa mimba, mtumishi wangu Malkia wa baharini ataruka juu ya ardhi usiku na atachukua mwili wa mtoto aliyetolewa mimba kama ni mbichi na ataupeleka mwili huo chini ya maji. Watu watakapokwenda kwa waganga wa kienyeji na wachawi kuomba watoto, tutawavika watumishi wangu Malkia wa baharini kwenye miili ya watoto waliotolewa mimba na vijusi, na tutawarudisha kwenye matumbo ya wanawake hawa watoto. Hao watakuwa Malkia wa baharini walio tumboni. Ibilisi alisema wanawake watazaa watoto ambao ni Malkia wa baharini. Malkia hawa wa majini watakuwa miongoni mwa watoto wa watu. Wataolewa na wanadamu na watazaa watoto ambao ni binadamu chotara. Na watoto hawa chotara wataolewa na watoto wa watu na kuzaa watoto ambao si binadamu wa kawaida. Matokeo yake, jamii mpya itatokea kati ya wanadamu. Hawatatambuliwa au kugunduliwa jinsi wanavyoonekana kuwa wanadamu. Biblia inasema watajichanganya na uzao wa wanadamu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 43. Na kama vile ulivyokiona chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya na uzao wa wanadamu, lakini hawatashikamana, kama vile chuma kisivyochanganyika na udongo. Kisha shetani akafunua mkakati unaoitwa kinyago au kuanzisha. Akasema, tutawaandalia wanaume wema na wanawake wema ambao ni mashetani. Wataonekana wazuri na wazuri kweli, lakini ni wakishetani kwa sababu ni mawakala wetu. Tutawapa mawakala wetu wanadamu mali, tutawapa elimu. Kwa kweli nataka mawakala wetu wapambanue katika maarifa na nyanja mbalimbali za maarifa ya binadamu. Nitawatuma katika pembe 4 za dunia ili kupata ujuzi katika nyanja mbalimbali na shule mbalimbali kubwa duniani. Nataka watumishi wangu wawe bora na wajipambanue katika taaluma. Lazima ziwe zimejaa maarifa katika sekta na nyanja zote za sayansi, kwa sababu tutatumia maarifa ya kisayansi kama silaha. Wanasayansi mawakala wangu watainuka katika suala la maarifa ya kibinadamu na kisayansi, na wataheshimiwa na watathaminiwa kwa heshima na kuaminika, na chochote wanachosema katika jamii ya kisayansi kitakuwa na uzito. Kwa hiyo wataanzisha vyuo vikuu ili kuanzisha wanafunzi katika uwasilianaji wa kiroho na uchawi. Ujuzi wa kisayansi utakaotolewa katika vyuo hivi vikuu
utafanya kazi kama kifuniko. Madhumuni halisi ya taasisi hizi za kitaaluma na vyuo vikuu ni jando pamoja na uchawi. Maprofesa wa shule hizi za kitaaluma wataweka maagizo ya siri ambayo wanafunzi watajiunga. Watumishi wangu wanasayansi watageuza mazingira ya kielimu kuwa mahali pa unyago. Maprofesa wetu wa vyuo vikuu wanaoheshimiwa wataidharau na kuidharau dini ya Kikristo. Mpendwa, hata katika shule za theolojia, Shetani ametuma watumishi wake wanaofundisha Biblia, barua isiyo na ufunuo. Mawakala wa Shetani wanajipenyeza na kufundisha katika vyuo vikuu ili kuanzisha wanafunzi katika uchawi. Kilicho muhimu katika taasisi hizi si maarifa ya kisayansi, bali ni uchawi. Kisha Shetani akatangaza mkakati mwingine unaoitwa upotoshaji. Nikamwona Shetani akiita kundi la mapepo katika ukumbi huu wa mikutano. Akawaambia, hii ni kazi yenu. Muumini anapofanya juhudi na anakaribia kutoboa na kufanikiwa, utamvunja moyo. Juhudi za muumini zinapokuwa karibu kutoa matunda, utahakikisha kwamba anakuwa na nia mbili, anakosa raha na kuchanganyikiwa ili aweze kukata tamaa. Hapo ndipo juhudi zake zitakuwa kazi bure. Ibilisi akasema, utamfanya muumini aliyeanzisha jambo afikirie tena na ataliacha ili asilifikie lengo lake. Mpendwa, Biblia inasema kwamba maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yako, kutaka na kutenda ndani yako kulitimiza kusudi lake jema. Fanya yote pasipo manunguniko wala ubishi. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Bali Shetani anahangaika sana kukupotosha, kukutoa unakokwenda. Ibilisi aliwaambia mapepo wafanye wale ambao wameanza kitu kuacha wakati tu wanakaribia kufanikiwa. Ibilisi alitolea mfano kwa mapepo haya ili kuonesha kile alichotaka kuambia. Alisema, tunakabiliana na hali inayofanana na wachimbaji wanaochimba migodi kwa kutumia vifaa vya asili na vya kisasa. Baada ya kupeleka juhudi nyingi, watafika karibu na mahali ambapo kuna madini. Hapo ndipo utawafanya waache. Ni wakati wanapokuwa karibu na upenyo, wanapokuwa karibu na dhahabu na almasi ambayo haiko mbali sana na wao, ndio wakati utaingiza ndani yao mawazo ya kukata tamaa. Mpendwa, hatukati tamaa au kuacha hadi tufikie lengo. Kadri unavyokaribia baraka zako, ndivyo itakavyokuwa ngumu zaidi. Hapo ndipo Shetani atakuja nyuma yako, maana anajua baraka yako ipo mbele yako hapo. Kisha Shetani akafichua mkakati mwingine unaoitwa kulaaniwa. Nilimsikia Lucifer akisema, tutawafanya Wakristo kuwa kosa na ukiukaji ili waweze kulaaniwa. Nataka waumini wawe chini ya laana na wasijue ukweli kwamba wako chini ya laana. Kwa njia hiyo, katika ulimwengu wa roho watakuwa katika uchungu. Mkristo aliye chini ya laana ni kama askari aliyejeruhiwa. Tumemnasa. Mpendwa, Shetani anafanya kazi ya kuwafanya waumini wavunje sheria ya Mungu. Anataka Wakristo wavunje matendo na miiko iliyokatazwa na Mungu. Hapo ndipo watakuwa chini ya laana. Ibilisi alisema,
Mkristo anapoishi chini ya laana, anafanana na askari aliyejeruhiwa, na hata akijihusisha na vita tu, hawezi kutuumiza na kujitetea kwa sababu amejeruhiwa. Tufanye kazi ya kulifanya kanisa liwe katika uvunjaji wa sheria ya Mungu, ili wawe chini ya laana ya Mungu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyeenenda kufanya yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati. Imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 26, pamoja na Wagalatia sura ya 3 mstari wa 10. Tuwafanye waumini washindwe kutoa zaka na sadaka. Hapo ndipo watakuwa katika uvunjaji wa sheria ya Mungu, na ukiukaji, matokeo yake laana ya Mungu itakuwa juu yao. Hebu tufanye ngono ya kiroho katika kanisa. Kwa kweli, wakati watoto wa Mungu wanafanya uasherati kati yao wenyewe, Ibilisi aliita hiyo ni ngono ya kiroho, kwa sababu kwa habari yake wao ni familia. Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 14 hadi 16, lakini ninayo machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu waishikayo mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki aweke kikwazo mbele ya wana wa Israeli wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kufanya uasherati. Vivyo hivyo nawe unao watu wanaoshikamana na mafundisho ya Wanikolai, jambo ambalo mimi nalichukia. Tubu, au sivyo nitakuja kwako upesi na kupigana nao kwa upanga wa kinywa changu. Mwisho wa kunukuu. Mkutano ulipokuwa ukiendelea, nilimsikia Lucifer akisema, ninawaagiza watumishi na mawakala wangu wanasayansi kuja na mielekeo mipya, miundo mipya na mielekeo ya uvumbuzi na uundwaji wa teknolojia ambayo inavutia na kuvuruga ulimwengu. Ibilisi aliwaambia wanasayansi, mtabuni nguo mpya na mitindo, simu mpya za rununu na runinga mpya na vyombo tofauti vya kiteknolojia. Tutatumia mitandao kama chombo cha utumwa, na shukrani kwa mtandao tutafanya uchawi kuwa zaidi kupatikana kwa binadamu. Tutawafanya wanadamu wajiunge na uchawi kwa uhuru kupitia madirisha ibukizi ambayo yangeingia kwenye kompyuta zao. Ibilisi aliwaambia wasaidizi, uvumbuzi wenu unaufanya ulimwengu kuwa wa kisasa. Nataka ulimwengu uendeleze shukrani za kiteknolojia kwa uvumbuzi wa teknolojia yetu, na kutokana na uvumbuzi wetu mpya tutafuatilia na kunasa ubinadamu wote. Ni lazima tupate njia ya kuwadanganya watu mitandaoni, katika mitandao ya kijamii, ili watu wafanye urafiki. Lazima utambue kwamba mtandao unamaanisha wavu. Kupitia mtandao kutakuwa na ndoa kwa njia ya mawasiliano, na kutakuwa na pornografia yetu. Kisha Ibilisi akasema, wacha watumishi wangu na mawakala wa pepo wa kike wainuke katika ukumbi. Niliona mapepo ya kike yakiinuka kutoka kwenye viti vyao. Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa binadamu. Ibilisi akawaambia, watumishi wangu, nataka kuwatuma ninyi. Kwa kweli ninahitaji ufanye pornografia mtandaoni na uendeleze mazoea yenu ya ngono ambayo ni kinyume na maumbile ulimwenguni. Mpendwa, waigizaji wengi wa pornografia ni mashetani wa kiume na wa kike. Wanadamu wengi wanaotazama pornografia hujaribu kuwaiga, lakini hawangeweza kamwe kuwa na matokeo mazuri kama roho waovu walio katika umbo la kimwili.
Kwa upande mwingine, kitu hutokea kila wakati muamini anapotazama pornografia. Kwa hakika wakati Wakristo wanapotazama pornografia, kengele itakuwa ikilia katika ufalme wa baharini chini ya uangalizi wa mfumo wa kugundua. Kengele italia kuashiria ufalme wa baharini kwamba Mkristo anatazama pornografia. Matokeo yake, sura ya Mkristo huyu ingeoneshwa kwenye skrini yao, kwa sababu pornografia ni mali ya Shetani. Wakati mtu aliyezaliwa mara ya pili anapogusa mali ya Shetani, daima kuna kengele katika ulimwengu wa baharini ambayo ingelia kuwaonya. Matokeo yake, picha yako itaonekana kwenye skrini yao. Kwa kweli, Mkristo aliyezaliwa kwa mara ya pili hawezi kuonekana katika mfumo wa chombo cha ufalme wa giza. Wakristo hawaonekani katika mfumo wa Shetani, lakini kwa sababu ya dhambi kama vile pornografia ambayo ni mwaliko wa kipepo, pepo wa kike wa ulimwengu wa majini, wanaishia kuonekana katika kifaa hiki cha uchunguzi cha ulimwengu wa majini. Dhambi inawageuza Wakristo kuwa wanadamu wa kawaida. Nilimsikia Shetani akiwaambia mashetani wa kike kwenye ukumbi ule wa mvilingo kwamba kila Mkristo anapotazama pornografia anawaalika na mtamtumia wanawake wa chini ya bahari nyumbani kwake ili awe mke wake wa kiroho. Kisha nikaona Shetani akiinua mkono wake. Alipoweka chini mkono wake, skrini kubwa ilionekana. Hii ilikuwa skrini ya busara, kwani Shetani aliweza kuandika kwenye skrini hii. Angeweza kuandika na kuchola kwa kidole chake kwenye skrini hii, na nikaona Shetani akichola vitufe vya simu ya rununu kwenye skrini ya busara. Nilimwona Shetani akirekebisha funguo za vitufe vya simu ya mkononi. Kisha akasema, kila wakati watu duniani wanapobonyeza vitufe vya nyota kwenye vifaa vyao vya rununu, tutajua umri wao, na wanapobonyeza alama ya reli kwenye vitufe vya simu zao, nitagundua akaunti yao ya benki. Hii itatuwezesha kujua kama wao ni maskini au matajiri. Tunahitaji usahihi juu ya hadhi ya watu ili kuwajaribu ipasavyo na iwezekanavyo. Tukishagundua kuwa mtu ni tajiri, tutaweka moyoni mwake kwamba hamuhitaji Mungu kwa sababu yeye ni tajiri. Ikiwa mtu huyo ni maskini, tutaweka hamu na uradhi ndani yake. Leo tutaishia hapo katika ushuhuda huu wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushikwa huko nchini Kongo. Tafadhali usikose mwendelezo, usikose kufuatilia sehemu inayofuata. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Unaweza pia ukaifuatilia kwenye Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread. Jina ni hilo hilo, Promova TV. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali tumia nambari hizi. Iwapo una ushuhuda unahitaji kushuhudia, karibu. Kama una maswali, maoni, mapendekezo, karibu. Kama unahitaji kutoa sadaka yako kutuwezesha, karibu. Namba ni kujumlisha 255 766 29 4335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia, na tafadhali hakikisha unasambaza ushuhuda huu kwa watu wengine wengi
Share linki ya ushuhuda huu na nyingine nyingi kutoka Promova kadri uwezavyo na utabarikiwa sana. Tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Kwa heri kwa leo. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.